Kama nilivyokuahidi ndio hivyo, tumerejea katika awamu hii ya ukumbi wa siasa. Karibu popote pale ulipo katika kaunti zote 47 humu nchini, na wiki jana ilishuhudia cheche za maneno na vurumai kuhusu mchezo wa kuigiza wa Echoes of War uliotarajiwa kushirikisha wanafunzi wa shule ya upili ya wasichana ya Butere, jambo ambalo halikufanyika, huku wanafunzi hao wakielezea masaibu yao, kukiwemo kufungiwa ndani ya chumba kimoja, kunyimwa nafasi kupitia mistari ya mchezo huo, madai ambayo Wizara ya Elimu sawa na Wizara ya Usalama ilikanusha. Mwandishi wetu wa masuala hayo, ama mwandishi wa mchezo huo aliyekuwa seneta wa Kakamega Cleophas Malala, alikamatwa kuhusiana na mchezo huo, japo baadaye akaachiliwa bila kusomewa hata shtaka hata moja kuhusiana na swala lenyewe. Limejiri haya ama yamejiri hayo tayari, kukiwa na maswali kuhusiana na kuhamishwa ama uhamisho wa ambaye ni mwalimu mkuu wa shule hiyo. Ni jambo ambalo wengi wanakanusha kutoka upande wa serikali, lakini kwa upande wake tutakuwa tukisikia kwake Seneta Cleophas Malala, na pia tutakuwa tukisikia kwako mpenzi mtazamaji na msikilizaji popote pale ulipo, manake mwelekezi wangu atakuwa akikupa nafasi kutushiriki kwa 22047. Mitandao ya kijamii pia tutakupa nafasi, na pia kupiga simu kupitia nambari ambazo mwelekezi wangu Kevin siku hii ya leo atakuwa akiweka kwenye kiwambo chako. Jina langu Elizabeth Mutuku. Karibu sana Seneta kupata nafasi kuzungumza nami siku hii ya leo. Asante sana. Kidogo nilikutafuta nikakukosa, nikajua huenda kidogo umepotea, lakini nafurahi kukuona siku hii. Asante sana. Nitaanza kwa kuuliza, wananchi wangependa kusikia taswira kamili ya yale ambayo yalitokea wakati wa wanafunzi kuwakilisha na kupresent ile Echoes of War. Ni nini ambacho kilitokea siku hiyo? Kwanza kabisa nitaenda nyuma kidogo. Mchezo huu wa Echoes of War ulianza kuperformiwa katika sub-county level kule chini. Na tukimaliza kule tukakuwa nambari 1 katika sub-county, tukatoka pale tukaenda kwenye county, tukakuwa nambari 1, tukapewa fursa ya kwenda kwenye regionals. Pale kwenye regionals kulikuwa na adjudicators kutoka kwenye Ministry of Education ambao walipatia green light, wakasema kwamba mchezo huu ni mchezo mzuri, uko na script mzuri, na tukapewa alama 90. Tukaambiwa kwamba mnaweza endelea muende kwenye nationals. Lakini wiki moja baada ya ile regionals tuliambiwa kwamba hatuwezi participate katika galas zile za regionals, na tukaambiwa kwamba tumetolewa katika orodha ya wale ambao wanaenda katika nationals. Nilighadhabishwa sana, nikataka kujua ni nani huyu ambaye anasimamisha mchezo wa kuigiza wa watoto wadogo, wasichana ambao wamejitolea, wamefanya kazi mingi tangu mwezi wa Januari, hawajalala, wamekuwa wakihakikisha kwamba wamekuwa na mchezo ndio waende wa compete na wengine katika nationals. Niliambiwa kwamba ni orders from above, kwamba wamesema mchezo huo hauwezi onyeshwa mahali popote. Nikashangaa kwa nini, ilhali wale adjudicators wameona kwamba tamthilia hii ni tamthilia ambayo inafaa kuonyeshwa. Ukiangalia zile comments za adjudicators zao, wanasema tamthilia ambayo iko na haji, ambayo iko na ile maudhui ambayo inafaa ionekane kila mahali. So tulibidi tuende kotini. Na nikamwambia msichana mmoja ambaye alikuwa katika shule ya Butere Girls mwaka wa 2013, aliparticipate kwa ile mchezo wa Shackles of Doom, anaitwa Anifa Mango. Alienda kwenye koti na akaamua kwamba ni lazima apiganie haki za wale wasichana wa Butere Girls. Hapo ndio tulipata orders, tukaambiwa twende tuonyeshe mchezo huo in its original form kule Nakuru. So jambo la kusitikika ni kwamba wale wasichana walikuwa wameshaambiwa waende nyumbani. Tarehe 8 ilibidi waitwe kutoka nyumbani. Wakasafiri kutoka nyumbani zao, wakafika shuleni jioni sana. Hiyo jioni hawakuweza kufanya mazoezi, walikuwa wamechoka, wakalala. Kesho yake tarehe 9 asubuhi, saa 1 saa 2 asubuhi, wakawekwa kwenye basi wakuje Nakuru. Wakafika Nakuru saa 9 saa 10. Watoto bado wakakatazwa, hawawezi fanya mazoezi yoyote. Wakaambiwa waingie kwenye chumba fulani kule, na wakaambiwa kwamba hakuna mtu ambaye inafaa wa access. Vile nilijaribu kwenda kufanya mazoezi nao, nikapata askari wameweka magari mingi na bunduki na kila kitu. Wamesema kwamba mimi siwezi enda kule ndani, na basi mimi nimekuwa arrested. Nikauza, mnanishika kwa nini? Wakati huu wote wakisafiri mlikuwa katika mawasiliano? Tulikuwa katika mawasiliano, of course. Ni watu ambao tunafanya nao kazi. Tunawasiliana nao, tunauliza mmefika wapi. So nilikuwa na ile urge ya kuhakikisha kwamba
waje ni wafanye training, kwa sababu hawakuwa wamefanya training sasa kwa wiki 2 tangu watoke katika regionals. So wakati walinishika pale nje, wakasema kwamba mimi sifai kukua karibu na hao wasichana, na nimeshikwa kwa sababu wa kuandika mchezo wa kuigiza ambao unakemea ile serikali ambayo iko hapa. Nilishikwa nikapelekwa kule katika police station ya Nakuru, nikatolewa usiku wa manane, nikapelekwa katika jangwa fulani kule Baringo, nikatoka kule nikapelekwa mpaka Eldama Ravine. Wakati huu wote kuna mtu ambaye anakuambia kile ambacho kinaendelea? Hakuna kabisa. Hakuna yule aliniambia chochote. Niliwekwa pale nikawekwa kwenye buti ya Subaru, nikatembezwa masaa karibu 4 usiku kule, na vile nilifika katika police station ya Eldama Ravine, nilifungiwa kwenye cell na nikaachwa hapo mpaka asubuhi yake. Asubuhi yake nikaambiwa nimeachwa bila jambo lolote, bila mashtaka yoyote. Na niliona kwamba haki zangu zilikuwa zimenyanyaswa. Kuna kitu ambacho wengi wanajiuliza. Wakati hawa wanafunzi walifika pale, walipewa nafasi ya kuweza, manake baadaye tuliona kitu ambacho kilitokea, ila kuna maswali kuhusiana na wewe mwingilio wako. Na tulisikia baadhi ya wanasiasa wakisema kwamba hata ulifika katika mabweni ya wale wanafunzi. Hiyo ni porojo. Mimi nimekuwa nikifanya mambo haya ya drama kwa miaka mingi sana. Huu ni mwaka wangu karibu wa 25 ama hivi. Na mimi ni mtu mwenye hadhi. Hawa ni kama watoto wangu. Mimi niko na mtoto katika university. Hawa ni kama watoto wangu. Hakuna siku mimi nimeenda kwenye bweni lolote la Butere. Hata sijui bweni la Butere Girls linakaaje. Mimi I do this thing professionally, na watu waache kuweka siasa ndani. Wale askari walinipata kwa barabara nikienda kwenye shule hiyo. Nilifungiwa nje ya shule. Sasa sijui kama bweni siku hizi ziko nje ya shule au nini. Ningependa kuambia yule msemaji wa serikali, yule ambaye alikuwa na ule deputy msemaji Mwanaisha Chizuga, ambaye alikuwa anajaribu kusema kwamba ati mimi nilikuwa naenda katika bweni la wasichana. Ningependa kumwambia Mwanaisha, wewe ni mama, wewe ni msichana, wewe ni mtu ambaye inafaa kuwe unatunza heshima ya wasichana. Itakuwa vibaya sana wewe ndio umejitokeza kukua mstari wa mbele kupigana na wasichana wadogo, ila hali wewe ni mama. Ningependa kumwambia kwamba aache hizo dhana, aone jinsi vile anaweza kuuza watoto wadogo kama hawa, wapewe nafasi waweze kuuza talanta zao. Ile kitu ya kusitikika kabisa. Kwamba mliona hawa watoto waliambiwa kwamba hawawezi fanya rehearsals, alafu wakapelekwa asubuhi na mapema saa 12 asubuhi kwamba wawe kwenye stage. Kule kwenye stage, ile lori ambayo ilikuwa imebeba props zao na decas zao ilifungiwa barabara kule Salga na polisi. Wakaishika kule, wakasema haiwezi kuja. Watoto hao wanaenda stage, hawana soundtracks, hawana props, stima ya hall imezimwa, na wamekataza watu wasiingie katika hiyo hall. Mimi kibinafsi naona haki za wasichana zilikuwa zimedhulumiwa. Kama walikuwa wamepewa nafasi ya kufanya mchezo huo, kwa nini hao wakuwe discriminated na wanafunzi wengine ambao walikuwa na participate? Kitu ambacho kimejitokeza na kutoka upande wa serikali na wale ambao wapo upande wa serikali ni kwamba ulibadilisha the script kutoka mwanzo na ikawa tofauti ile ambayo walikuwa wanakwenda kuperform, na hicho ndicho kigezo ambacho wanatumia. Na ni nani huyo alisoma kwenye script? Kuna mtu yote amesoma script? How do you know kwamba nimebadilisha script kama hujaona mchezo mwenyewe? Unajua? Script ile ambayo tulipeana katika sub county ndio the same script ilienda kwenye county, and ndio the same script ilienda kwenye regionals. Na wale adjudicators wote waliipatia alama za juu, wakasema it's a good script. So nilibadilisha script siku gani? I think hawa directors, wale education directors, ni lazima wakuwe watu wa kusema ukweli. Wanaibisha taifa letu, wanaibisha wale ambao wanasimamia sekta ya elimu. Tulipeleka kesi hii kotini. Ukiangalia ile affidavit ambaye PS wa education kupitia yule regional director of education Mr. Obiero ule wa Western, ile ambaye walifile kotini na wamepiga rubber stamp under oath, walisema kwamba mchezo wa Butere haujakuwa banned, ilhali haukufuzu kuenda kwenye nationals. Kama regional director anaweza danganya kotini under oath kwamba mchezo wa Butere
haukufuzu, ila hali matokeo ilikuwa imetangazwa kwenye hall mbele ya wananchi. Kama hii ndio serikali ambayo tunaamini kwamba ati 2027 tutakuwa na haki katika elections, kama wanaweza iba matokeo ya drama, je, matokeo ya kura? Umelaumiwa pakubwa kuandika pamoja na hii script ile inafahamika kama radicalization kwa wale ambao ni wanafunzi, haswa shule hii ya Butere ambayo umetembea nayo kwa muda mwingi, na wengi wanahisi ni kwamba you are settling your political scores kupitia hizi scripts. Niliona rais wa Jamhuri ya Kenya akijaribu kusema mambo. Ningependa rais, tafadhali, sometimes have information, have time to go through information. Sababu wao watu wanakupatia propaganda, wewe unaichukulia, unaenda kwenye microphone, wanakuaibisha kwa sababu wanakupatia wrong information. Script ya Butere Girls Echoes of War iko katika mtandao yote. Liz, watu wachukue hiyo script wasome, alafu waseme ni area gani ambao wanasema kuna radicalization. Hakuna. Nani huyo ambaye anasema kwamba mimi na radicalize watoto? Ni excerpt gani kutoka katika hiyo tamthilia ambayo wanasema na radicalize watoto? Na mbona, kwani hiyo radicalization ilionekana at nationals peke yake? Mbona huku chini wale adjudicators wao kuona kwamba ilikuwa radicalization? Walipitisha wakasema iko sawa. Adjudicators 9. Sasa imefika kwenye national platform, sasa rais anasema kwamba ni radicalization. Tangu lini rais akawa expert wa mambo ya michezo ya kuigiza? Amesoma script hiyo? Labda amepata ushauri kutoka kwa wale ambao ni wasimamizi wa masuala ya elimu katika taifa hili la Kenya. Wasimamizi wa masuala ya elimu katika maneno ya sanaa walipeana idhini kwamba hii play iende. Those are the adjudicators. Adjudicators wanapostiwa pale on behalf of the Ministry of Education. Adjudicators wote ni officials wa Ministry of Education. Adjudicators watoki kule Uganda ama ni officials wa Ministry of Education. Unaweza kusema Senator Cleophas Malala kwamba you are not settling any political scores kupitia hizi scripts zako ambazo ni za kuigiza katika michezo hii? Mimi nilianza kuandika michezo ya kuigiza kitambo sana. Na huu ni mchezo wangu wa 82. My 82nd play that I'm doing in my career. Sasa hizi plays zingine zote, kwani nilikuwa na settle scores na serikali? Kumbuka kuna mchezo wako mmoja, Shackles of Doom, na sasa huu ni wa pili ambao umezua cheche katika taifa hili la Kenya. Ni kawaida michezo, sanaa ni kioo ya jamii. Yale mambo ambayo yanafanya kwenye jamii, mimi nayaandika. Hata leo wewe ukifanya jambo mbaya, mimi nitakuandika wewe. You cannot come to threaten me. Tuendelee. Nitakuandika. You cannot threaten me. I feel threatened. Tuendelee katika hayo maswala. Yes. So, hakuna jambo la kisiasa katika mambo haya. Hii ni maneno ambayo ina affects dunia nzima. Mambo ya young generation, hii Gen Z, ilifanyika mwaka uliopita. Nilianza kuandika play hii kama mimi ni Secretary General wa UDA. Last year, ndio nilianza kuconceptualize play hii. Na wakati nilikuwa nafanya mwaka uliopita June, July pale, nilikuwa bado kwenye serikali, lakini mtafautishe mwanasiasa Cleophas Malala na yule msanii Cleophas Malala. Ina maana kwamba ulikuwa unaona maovu ambayo yanaendelea, lakini ulikuwa unatetea ukiwa bado secretary? Mimi nilikuwa msemaji wa chama. Na msemaji wa chama hasemi mambo yake kibinafsi, anasema position of the party. Chama tawala. Yes. So mimi kidogo napenda kusema kwamba mtafautishe tu kidogo. Mimi ni msanii kabla nikuwe mwanasiasa. So msianze kusema kwamba natumia sanaa kufanya siasa. Nimefanya hii mambo ya sanaa tangu hata kabla nianze kufikiria kwamba naweza kuwa kiongozi katika nchi hii. So watu waache kuweka kwamba mimi nafanya political revenge. Na acha nikwambie, mimi si direct Butere Girls peke yake. Nimeandika michezo ya kuigiza shule mingi kabisa. Mwaka uliopita na mwaka huu, mimi ndio nimeandika play ya State House Girls, pale ambapo rais ndio patron. William Ruto is the patron of State House Girls. Mimi nimekuwa director wa State House Girls. Ni play ambayo ilikuwa ina criticize serikali. Na si lazima ikue, si ati kwamba serikali ikikuwa criticized. Manake kitu ambacho kimeleta shida na hata wewe mwenyewe. Na kwani kuna makosa serikali ikikuwa criticized? Na kuuliza kuna makosa? Ni wewe mwenyewe utaniambia hamna makosa. Wewe uniambia hakuna makosa. So kama wanataka play ile ya kuimba na kusema rais mtukufu, wewe ni mzuri, pia tunaweza andika. Waandike play, next year nitaandika play ambayo inaitwa SHA is working. Ndaandika. Kama mnataka hiyo ya sifa, ya kuwasifu na kuwadanganya, tutaandika play. Ambayo inasema 10 bila breaks.
Tutawaandikia. Ushaanza kuandika tayari? Ya 10 bila breaks. Waniongeleshe nitawaandikia. Acha tusonge mbele katika swala hilo. Ninajua ushasema hili, ila ukweli ni kwamba kwa sasa mnatafuta haki kuhusiana na swala hili la mchezo huu wa kuigiza wa Echoes of War. Mmefikia wapi? Na mimi nimesema kwamba mchezo huu haki ya wasichana wa Butere Girls ni lazima itimizwe. Kwanza walinyimwa haki yao ya kuperform. Ni lazima tujue ni nani huyo aliwanyima haki hizo. Hiyo amri ilitoka kwa nani na huyo mtu paka awajibike. Jambo la pili, hawa wasichana paka leo nimegadhabishwa sana na wakuu wa serikali kiwemo rais wa Jamhuri ya Kenya His Excellency William Ruto kwamba hawajaomba msamaha hawa wasichana kwa kuwapiga tear gas. Hata kama hawa wasichana basi haongefaa kuperform. Kwa nini mlikuwa mnawapiga tear gas? Kwa nini mlikuwa mnapiga marisasi juu na chini? Why were you intimidating them? Hadi saa hii sijasikia mtu yoyote akiwemo CS wa Interior ambaye sasa hivi anaongea ni kama yeye anajua mambo ya sanaa sana. Anasema kwamba mimi sio mwalimu. Ila hali kwani yeye ni polisi? Ni maswali mazuri ambayo unayaelekeza kwao. Ila pia ninakuuliza mwisho wa hili ni ama huu mchezo mwisho ni kwamba ni lazima kwanza haki za wasichana wa Butere Girls. Endapo huu mchezo hautachezwa humu nchini, hautaruhusiwa, una mpango wa kuweka kwingine? Mchezo huu utachezwa, tuko na haki kama wa Kenya. Hakuna mtu anaweza tukataza kucheza mchezo huu hapa nchini. Tutapigania haki zetu. Nitakuwa mstari wa mbele kuhakikisha mchezo huu umechezwa katika Kenya hii. Tuko na katiba yetu ambayo inatupatia haki zetu. So hakuna option yoyote. We are going to perform this play in our country for our people. Endapo shule hazitakatazwa kucheza huu mchezo. Endapo shule zitakatazwa, sisi tumeamua kwamba tunaenda kuhakikisha kwamba tumepata ile cast ambayo ni adult. Tutapata watu kutoka Kenya nzima ambao wanaweza fanya acting nzuri. Tutakuja, tutawatrain na tutaweka katika hall fulani hapa Kenya na turuhusu wa Kenya wote ikiwezekana tutembeze play hii Kenya nzima. So mambo haya haishi hapa. Ina maana tunaweza tukakupata Netflix, tunaweza fanya hata live performances. So tunataka tuambie wale ambao walijaribu kusimamisha Echoes of War. Unajua unaweza simamisha binadamu. Unaweza simamisha hii meza ikitaka kuanguka unaweza isimamisha. Lakini hauwezi simamisha echo. Utaishika wapi? Ninajua Echoes of War ni lazima itaperformiwa hapa nchini Kenya. Na umesema whichever way itaperformiwa utajipata huko. Lakini kabla hata iperformiwe, mimi nataka wale ambao walidhulumu wasichana wangu wa Butere Girls, they must be accountable. Wasidhanie vile drama festival imeisha tutaachana na jambo hilo. Na mambo ya rights of the child is even enshrined in international laws. Hata kama itamaanisha kwamba tutoke hapa Kenya tuende tupiganie haki za hawa wasichana on an international platform. I am ready to ensure that hawa wasichana wamepata haki zao and they must be compensated. Lengo lako kuu ya michezo hii ni kuhakikisha uhamasishaji ama kuna nia nyingine? Lengo langu pale mwanzo ilikuwa tukufanya mchezo wa kuigiza, tukuze talanta, watu waelewe kwamba ni mambo gani ambayo yanasumbua Kenya yetu. Lakini hawa watu wa serikali wamefika mahali wamekuwa so na hauna nia ya siasa kwa vote vile kupitia michezo hii? Sina nia ya siasa, na hata kama iko ndani, kwani kuna makosa kufanya siasa na sanaa? Hakuna makosa. Tumeona vitabu za siasa, zile set books ambazo watoto wanafanya zote ziko za siasa. Shamba la wanyama, tuko na government inspectors, tuko na set books mingi ambazo zinafanya siasa. So mambo ya kusema kwamba watoto hawafai kujua siasa, hiyo ni kuwadharau, kuona kwamba ni watoto wadogo, na ilhali si watoto wadogo. Ningependa kukuambia wale cast members wa Butere Girls ambao wako form 3 na form 4 ambao wako 38 katika hiyo group yetu wanaenda kuwa wapiga kura in 2027. So ni lazima wajue viongozi wao wanakaa aje. Kama viongozi wao ni wa kutumia tear gas na kupiga watu, basi watakuwa na haki ya kupiga kura in 2027 and they have a right to know what is happening in their country.
Nikiondoka katika swala hilo, wacha niingie kidogo tu kwa siasa, manake itakuwa vigumu sana bila kutoka hapa, bila kuingia katika masuala ya siasa. Hii leo aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua amelaumu pakubwa kwamba ameondolewa, anahitaji usalama na maisha yake anahisi kwamba yamo hatarini. Hili jambo linajiri wakati ambapo pia aliyekuwa spika wa bunge la kitaifa Justin Biden Muturi alikuwa wiki jana pia amesema maisha yake yamo hatarini na hana ulinzi. Unalizungumzia kwa namna gani swala hili? Hata mimi maisha yangu yako hatarini. We are dealing with a rogue government. Mliona juzi gari yangu kule Nakuru ilipigwa, watu wanakuja na marungu. Mliona juzi tukiwa kwenye kanisa. Kama serikali inaweza tuma watu kwa kanisa kupiga mtu ambaye anaomba Mwenyezi Mungu, amekuja kumuomba Mwenyezi Mungu. A church is a holy place. Tulitumiwa majambazi, mimi na second deputy president Rigathi Gachagua katika kanisa kule Mwiki. Kama serikali inaweza fika mahali pa kutaka kuintimidate watu na vita na kupigwa, then ni jukumu la serikali as enshrined in the constitution kupeana security kwa wananchi wake. Na sisi tumesema, yeye amesema kwamba maisha yake iko hatarini na ni ukweli. Na wewe pia unasema yako. Pia mimi nimesema maisha yangu iko hatarini, ni ukweli. Mliona gari yangu ilipigwa na hakuna mtu ameshikwa. Na ni serikali ilituma hao watu kupiga. Unahofia usalama wako na familia zako ukiwa? Ninahofia na ninasema nikiwa hapa kwenye TV. Familia yangu hata sasa hivi nimeisafirisha. Wameenda kukaa mahali ambapo siwezi sema. Mimi mwenyewe pia maisha yangu iko hatarini, lakini nataka kuambia kwamba kwa kila ukombozi mpaka kuwe na watu ambao watasimama mbele na hawataogopa. Mimi nimejitolea. Rigathi Gachagua amejitolea. Muturi amejitolea. Na Wakenya wote wengi ambao tulikuwa tunadhania serikali hii itatusaidia, tumejitolea kupigania ukombozi wa nchi yetu. Na mpaka pale ambapo tutakomboa nchi yetu, hatutarudi nyuma. Wakati unalizungumza hili na nikumbusha miaka miwili, karibu mwaka mmoja uliopita, nilikuwa na kuita kwenye kipindi hiki cha Ukumbi wa Siasa na ulikuwa mtetezi mkuu wa serikali Malala Cleophas. Yes. Hii leo ni kipi ambacho kilibadilika na utawala wa Rais William Ruto? Unaweza kuueleza kwa namna gani? Nilidanganywa. Mimi kama Mkenya wengine, Wakenya wengine ambao walidanganywa. Pia mimi nilikuwa mmoja wale wa kudanganywa. Sababu nilidhania hii ni serikali ambayo inaenda kukomboa. Ulifahamu kwamba umedanganywa baada ya kuondoka? Nilifahamu, si baada ya kuondoka. Nilifahamu kwamba nimedanganywa wakati ule ambao sisi tulikuwa na kitu inaitwa manifesto. Yes. Manifesto yetu ile ya UDA na Kenya Kwanza, mimi ndio nilikuwa custodian kama secretary general wa chama tawala. Wakati nilikuwa secretary general, nilivunja hiyo manifesto, tukapata kwamba tulikuwa na 172 promises during campaign. Na wakati tulianza kutrack kwamba hizi promises zifanywe, nikagundua serikali sasa haina interest na wananchi. They are not implementing the 172 promises. Wanadanganya wananchi. So mimi kidogo nikiuliza hayo maswali katika cabinet, wanaanza kuona kama mimi ni adui yao. Wakati wa finance bill, Rigathi Gachagua na mimi tuliadvise president. Tukamwambia rais, tunaona hii kitu ya hawa vijana na kuongeza taxes itakuja kuchoma Kenya. Wachana nayo. Aliinsist. Wakati lilipuka, akatuwekea mzigo kwamba sisi ndio tumesponsor wale Gen Zs. Ila hali sisi tulikuwa tunamuona. So yeye hakuwa mtu wa kusikiza. Akiadvisiwa, ukimuadvise, anaona wewe ni adui. In fact, William Ruto, yeye anakuadvise vile ya kumuadvise. You cannot advise him directly. So sisi tunasema kwamba tukafika mahali tukaona kwamba tunadanganyana. Na hatuna sasa the common goal ile ambayo tulikuwa tunatafuta pamoja. That is when wakatutoa. Na tangu nitolewe nikasema sawa, mimi nitarudi nyuma. Nitarudi nyuma, nihakikishe kwamba tumekomboa nchi yetu, tumesema. Unasema siku hii ya leo kitu ambacho kikubwa ambacho kilikufanya wewe kung'atuliwa kama katibu mkuu wa chama cha UDA ni kwamba ulikuwa unasema ukweli na huu ukweli haungesikizwa. Na pia nilikuwa natetea mtu ambaye anasema ukweli, ambaye ni Rigathi Gachagua. That is the reason why nilitolewa kama. Na mnasema hamna mkono katika swala la Gen Z na yale maandamano na uharibifu ambao ulishuhudia. Na kwani Gen Z ni magaidi? Ni wananchi wa taifa hili. Sasa kama tunaelewana na mambo ambayo Gen Z wanasema, shida iko wapi? Na tunaambia rais, mlidaiwa kuchochea. Hatu kuchochea, hakuna mtu alichochea. Na kulipa kwanza wale ambao walikuwa. Gen Z ulisikia walikuwa leaderless, they are tribeless. Hata sasa nikikwambia Gen Z ni nani, hawezi shika Gen Z. Sababu wako dunia nzima, hawapatikani, they are leaderless. Hatuwezi kuwa sisi tulikuwa viongozi wa Gen Z. Sisi tulikuwa tunaambia rais kwamba sasa hivi mambo imebadilika. Hii
sio ile mambo ambayo ulikuwa unaona kitambo ukikua. Mambo imebadilika. Hawa vijana wanataka kujua ukweli, wanajua ukweli. Sasa hivi hauwezi danganya mtu yote. Juzi mulisikia tulitoa mbolea, ile fertilizer kutoka kule Russia, tulipewa kama gift. Alafu unakuja unasema umesubsidize mbolea at 2,500. How can you subsidize a gift? Tayari ni bure. Ila wakati huo ulikuwa unaniambia mavuno yatakuwa mengi zaidi ni kwa kuwa fertilizer ya bure. Nilidanganywa. Unless ulikuwa umelala ndani ya class Mheshimiwa Malala. Nilikuwa nalala nikadanganywa. Nimekubali yoyote, lakini mambo hayo ilikuwa uongo. How do you subsidize fertilizer? Na wewe ulikuwa unajua hii fertilizer ni ya bure? Mimi nilikuwa najua kama Wakenya wengine. Unajua sasa mimi kama Secretary General. Na ulikuwa unajua ilikuwa imekuja bure na kisha wewe. Mimi kama Secretary General, mimi sio Minister of Agriculture. Ila unajua kidogo mimi nakwambia, kama Attorney General hakujua, kama Deputy President hakujua, inamaanisha kwamba this government inaraniwa tu na dunia ingine. Juzi uliona yule PS wakati Rigathi Gachagua alisema kwamba Bomas of Kenya inauzwa. Kesho yake PS Umi akakuja akasema hakuna kitu kama hiyo, hakuna Bomas of Kenya, bado iko kwenye mikono ya serikali. Baada ya siku moja rais mwenyewe akasema Bomas of Kenya imeshapeanwa kwa contractor mwingine. Ukienda sasa hivi Bomas of Kenya imepeanwa, sio ya Kenya. Kuna mtu ambaye amepewa. Wanasema inakuwa renovated for the country. Na nani? Na mkataba huo unachukua muda gani? 50 years. Wewe ukipatia mtu hii studio for 50 years, hata wewe mwenyewe hujafikisha 50 years. Inamaanisha umemgawa. So ile kitu ambayo tunasema ni kwamba tunataka uwajibikaji. Mambo ya fertilizer ambayo tulipewa bure na serikali ya Russia. Are you seated here Mheshimiwa? Bure pia kwa wananchi. Ni kweli hapo Wakenya wamekusikia. Are you seated here katika ukumbi wa siasa ndani ya TV47 ukisema the 172 promises zenye mlikuwa nazo wewe ambaye ulikuwa pale mbele kwa manifesto ya UDA ilikuwa uongo kwa Wakenya? Ilikuwa ukweli. Manifesto yenyewe ipo. Lakini utekelezaji wake ndio unafanywa na uzembe na unafanywa na ubinafsi. Mumeangalia mambo ya e-Citizen. Ati sasa hivi yule mtu ambaye ana collect pesa yetu kama taifa, sio taifa letu. Ati iko mtu private anapata pesa. Hiyo pesa enda kwa kampuni ya mtu ambaye ni private ambayo sio serikali. Ndio unaona kwamba wanasema pesa yote ipitie pale ndio wapate commission. SHA leo hii inapitishwa kwa kampuni ya mtu binafsi. So hii ndio mambo tunasema kwamba the manifesto is a very good blueprint. Lakini ile utekelezaji watu wamechukulia biashara wanafanya. Wakati mmoja ulikuwa unaketi kwenye cabinet, lakini haukuwa na portfolio, lakini ulikuwa unaketi kule. Ina maana kwamba mkikwenda kwenye ile cabinet meeting, yale ambayo ilikuwa yanatendeka pale ni yepi? Maanake wewe ulikuwa mmoja wao kwa wakati mmoja. Liz, wakati niliingia kwenye cabinet, jambo la kwanza mimi nilifanya, na hata wewe siku moja ukiingia kwenye cabinet, jambo la kwanza ambalo unafanya ni kuinua Biblia na kuswear the oath of secrecy. Utanisamea, mimi sita discuss jambo lolote ambalo lilifanyika kwenye cabinet ili hali nilichukua oath of secrecy. So tafadhali hiyo kidogo tuongelee mambo ya nje. Ninajua ndani ya cabinet. Ni kipi? Ndani ya cabinet. Hata unisukume kiasi gani. Unajua ni kwa nini nauliza? An oath of secrecy na sitakuambia. Ninauliza ni kwa kuwa wakati huu ndio mnasema mpaka Rigathi Gachagua aliyekuwa naibu wa rais anasema akona mpaka dozi ya amerekoda, akona recordings nyingi. Na nikawa nikifikiria endapo mliona haya mambo yote na wakati huu ndio mnayazungumzia, basi tunaelekea wapi kama taifa? Mambo haya tuliyaona, tukapeana advice yetu, wakaona kama sisi ni adui. Kila uchao tukipeana advice, wanasema hawa watu ni kama wanatupinga. Hawapendi kusikia ukweli. That is why tunasema ni muhimu kwamba Kenya iangalie tena uongozi wa Kenya. Hatuendelei vizuri. Na unajua sisi tukiwaambia ambao tulikuwa ndani tukiwaambia inafahamu tusikize sana. Sababu tunajua first hand information. Mtusikize vikamilifu. We have a problem in the leadership and how the country is being run right now. What is the end game? Manake after mmetaja haya na hayo mengine ni haki uyataja wananchi wayaelewe. But sasa hapa mbele mnajipanga wa namna gani? Hayo ni maswali ambayo Wakenya wangependa kusikia siku hii. Mimi tunasema kwamba Wakenya waone utawala ambao uko hapa sasa hivi. Baada ya kuona kila wakati sisi tunasema kwamba sisi ni watu ambao tunaangazia ile katiba.
katiba inatupatia nafasi ya kuchagua viongozi wetu baada ya kila miaka 5. Tungependa Wakenya waweze ona uongozi huu, waiweke kwenye ratili. In 2027 watakuwa na nafasi katika ballot kuhakikisha ni nani wanamchagua. Na unajua kwenye hiyo ballot paper kutakuwa na watu 2 tu peke yake. Hata kuwa na watu wengi kwenye hiyo ballot paper. Hao ni akina nani? Kutakuwa na ukweli na uongo. Sura ya ukweli na uongo. Wakati ambapo Wakenya watachagua kupigia kura ukweli ama uongo. That is it. hayo ndio mambo mawili ambayo yatakuwa versus lies. Unalizungumzia hilo na nikakumbuka kwamba saa hizi upinzani uko na wewe, akina Rigathi Gachagua aliyekuwa naibu wa rais na wengine wengi, ila katika vipindi mikutano yenu yote mkikwenda mnasema President William Ruto will be a one-term president, na upande wake anawauliza muliona wapi, mulisikia wapi mtu ambaye anakuwa one-term president kama yeye? Na ni maswali ambayo anauliza hadharani, na nikawa nikijiuliza mna mpango gani bora wa kuhakikisha kwamba hili linatendeka upande wenu? Hata kama tuna mpango hatuwezi usema sasa. Sasa acha nikwambie. Kwa wakati huu no. Acha nikwambie. Kwa wakati huu wananchi pia wangependa kusikia ndio wakienda kuchagua huo ukweli wako na uongo wako. Kura haifanyiki leo. Sisi ile ambayo tunasema, mimi ile ambayo ninasema na mali ambapo nimekaa, I am most certain that Ruto is a one-term president. Kwa historia ya Afrika ama sijui ya Kenya, hatujawahi kuwa na president ambaye anaenda one term. But mimi kwa uzoefu wangu wa kisiasa na pale ambapo nimekaa, kuna watu wengi ambao hata wako kwenye serikali sasa hivi ambao wanangoja tu the appropriate time. That is when William Ruto atajua kwamba afadhali angebaki na marafiki wa kumwambia ukweli kuliko wale wa kumwambia rais mambo iko sawa, mambo iko sawa. Wakenya wakitoka kwenye streets kufanya maandamano, mliwapiga, mkaua vijana, watu wakakufa kwenye streets. Sasa hivi Wakenya wameamua kunyamaza na kumtazama akitenga, akisema atafanya hivi. Tungependa kusema kwamba zile ahadi ambazo alipeana, nimesikia juzi rais akisema kwamba atatimiza ahadi zote. We are remaining with one financial year. Pesa ambayo tuna collect kama taifa kwa treasury in 2.3 trillion. Bilioni karibu trilioni 1 inaenda kwa mshahara. Tunabaki na 1.3 trillion. Milioni 650 kwa hiyo inaenda kwenye devolution. Tunabaki na 700 something. Bado hatujalipa deni ambayo inafaa tuwe tunalipa ya kitaifa. Bado operations. Tutapata wapi pesa ya kufanya hii promises zote? And apart from 172 promises, bado tuko na presidential pronouncements. Zile ambazo anasimama juu ya gari anasema haya barabara hii chini ya wiki 3 tutaanza. Alienda kwenye kanisa kule Kayole. Akasema watu wakienda Christmas wakirudi watapata barabara. Please. Ama alikuwa anaongelea Christmas ya 2026. Zuri umekuwa naye karibu. Ila umelizungumzia swala la kanisa na ikanikumbusha na ahadi zake Rais William Ruto. Ikanikumbusha kitu kikubwa ambacho Rais William Ruto wakati wa maandamano ya Gen Z alihakikisha kwamba ametaja kwenye runinga za kitaifa na taifa hili ni kwamba hakutakuwepo na ile michango na masuala ya kupiga siasa kanisani. Ni jambo ambalo limerejea kwenu viongozi pande zote mbili. Na nikawa ningefikiria unaona ni vyema kuendelea katika njia ambayo tulio ndani yake? Mimi nakwambia katika masuala ya kanisa na siasa. Tuko na shida ya uongozi. Rais mwenyewe ndo anatangaza kwamba yeye alitangaza kwamba hakuna mtu atatoa mchango wote kwenye kanisa na harambee yote. Sasa hivi yeye tena ndio anasema hakuna mtu atamkataza kutoa pesa. Sasa yeye alijikataza, he is arguing with himself. Ni nani alitoa hiyo decree kwamba hakuna mtu kutoa pesa kwenye kanisa? Si ni yeye mwenyewe? Na ni nani anatoa pesa saa hii? Si ni yeye mwenyewe? Nani anapinga anasema kwamba atazidi kutoa pesa kwenye kanisa? Si ni yeye? So William Ruto is arguing with William Ruto. Uzuri ni kwamba amesema yeye na anaendelea pia yeye, lakini nyinyi pia mmerudisha siasa kanisani. Ninajua mpo upinzani. Sio siasa kanisani. Wale ambao waliwa tunasema mambo ya mchango katika kanisa. Wewe niambie sisi hakuna pesa tunatoa kwenye kanisa. Hakuna? Na hata kama tunatoa hatutangazi. Tunakuja tunatoa kama sadaka ya kawaida. Yeye ana insist. Juzi mliona naibu wa rais Kindiki akifukuza wanahabari wakisema kwamba sasa wanahabari watoe kwenye cameras wanataka kutoa pesa. Kama wewe ni naibu wa rais na unajidanganya wewe mwenyewe, kwa sababu hiyo decree ni ya serikali, alafu unasema kamera itoke unataka kutoa mchango huu, inamaanisha wewe mwenyewe una maadili kama kiongozi kuamini kile ambacho unasema.
So kidogo ningependa kuambia Wakenya vile nimekuambia, we have a deficit of leadership in the current administration. Na ni lazima tuyabadilishe hayo maneno. Kuna serikali ya broad based na ambayo iko na experts kutoka upande wa ODM na ambao wanasema kwamba watabadilisha maneno katika taifa hili. What do you think of broad based government? Na watakia mema. Chenye najua ni serikali ni moja na serikali hiyo inaenda nyumbani. Kama watajipata kwa hii serikali 2027 wataenda nyumbani. Wakenya wamechoka na kudanganywa. Wakenya wamechokwa na kuambiwa kwamba huyu mtu ni mbaya. Juzi tunakumbuka wakati wa Gen Z, Raila alisema hawezi ongea na mtu ambaye kuna damu kwenye mikono. Ningependa kumuuliza, hiyo damu yeye ndo alienda kupanguza hiyo damu ikaisha? Kidogo tunataka tubadilishe huu uongozi. Huu uongozi ambao umekuwa tangu tupate uhuru ni uongozi ambao umekuwa kudanganya watu. We must have fresh leaders who can say the truth. Na Malala ni kuuliza with the truth. Ninajua ninakamilishia hapo, ila nitakuuliza, uko sure sitakupata tena katika ukifanya kazi na hawa wanasiasa? Manake they say there are no permanent. Mimi nakwambia, labda Raila Odinga uko kampi yake ama Rais William Ruto. Mimi nakwambia sasa hivi ni saa ya kuhakikisha kwamba uongozi huu umeenda nyumbani. Whatever it takes. Kama tutatumia wewe Liz kupeleka huu uongozi. Uzuri ni kwamba mimi sio mwanasiasa, ni mtu wa kuuliza maswali. Mimi takutumia kupeleka uongozi nyumbani. The first assignment that we have. Can you work with them again? Mimi nakwambia na huu uongo na vile jinsi vile nchi imekaa haiwezekani. Uzuri ni kwamba nitaweka hiyo clip na kabla ya uchaguzi, Mungu akinijalia kuwa katika runinga hii, nitakukumbusha. Liz, mambo ya watu kuintimidate, wanaambiwa ati sasa hivi hatuwezi sema Ruto must go, ati tukisema ni hatia. Ati Ruto must go. Ningependa kuambia watu kwamba katiba yetu inaturuhusu kuongea vile tunataka. In 2006, yule mtu alikuwa mstari wa mbele kusema Kibaki must go alikuwa William Ruto. Ningependa kusema kwamba sisi tutazidi kusema Ruto must go. Tukienda kwenye area za Mankuli tunasema Ruto must go. Uzuri ni kwamba sio katika runinga hii. Asante sana. Hata hapa nitasema kwamba Ruto must go. Ni lazima kwa sababu acha nikwambie kwamba hapana, mimi nakwambia nikimalizia, mimi ndio namalizia kwa sababu muda umekamilika na sekunde moja. Kwamba tuko na uhuru, tuache kunyanyaswa, tuache kutishwa. Usidhanie kwamba utatisha kila mtu kwamba umnyamazishe. Ni lazima tutasema yale ambayo yako moyoni mwetu, na kama moyoni mwetu yanasema Ruto must go, tutasema. Asante sana Mheshimiwa Malala kunipa nafasi kuzungumza nawe siku hii leo. Najua nimekutafuta kwa muda, lakini asante sana. Asante sana pia mpenzi mtazamaji kuchagua kutusikiza siku hii na kutuzama. Siku nyingine tutakutana hapa katika ukumbi wa siasa, tuangazie haya na mengine mengi katika ulingo wa siasa. Kwa heri kwa sasa, jina langu Elizabeth Matuko. Catherine Simaloyo amekuwa mfasiri wangu wa lugha ishara.